Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia hii leo. Rais Xi asema uhusiano kati ya China na Korea Kaskazini uko katika mwanzo mpya wa kihistoria. China yaongeza kasi ya uwekezaji katika sekta za teknolojia ya kisasa na ubunifu. Soko la watumiaji China laendelea kuimarika mwezi Mei. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwish. Rais wa China Xi Jinping amesema uhusiano kati ya China na Korea Kaskazini umeingia katika hatua mpya ya kihistoria, huku akisisitiza umuhimu wa kuendeleza urafiki wa jadi na kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili kwa manufaa ya wananchi wake na maendeleo ya kikanda. Ronald Mutia anaripoti. Rais wa China Xi Jinping amekuwa mjini Pyongyang kwa ziara ya kitaifa ya siku 2 nchini Korea Kaskazini. Alipokelewa na kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong-un pamoja na mkewe Ri Sol-ju. Ziara hiyo inalenga kuimarisha uhusiano wa kihistoria na ushirikiano kati ya China na Korea Kaskazini. Baada ya mapokezi rasmi hayo, Rais Xi amesema kuwa uhusiano kati ya China na Korea Kaskazini uko katika mwanzo mpya wa kihistoria. Rais Xi amebainisha kuwa China na Korea Kaskazini zinazounganishwa kwa milima na mito, huku zikiwa na mustakabali wa pamoja, zimeshuhudia urafiki wao wa jadi ukiridhiwa kizazi hadi kizazi na kuimarika zaidi kuendana na wakati baada ya kupitia mtihani wa mazingira ya kimataifa yanayobadilika. Rais Xi amesema huu ni mwaka wa 65 tangu kusainiwa kwa mkataba wa urafiki, ushirikiano na kusaidiana kati ya China na Korea Kaskazini, na uhusiano wa nchi hizo mbili uko katika mwanzo mpya wa kihistoria, akiongeza kuwa amefikia makubaliano muhimu na Kim Jong-un katika ziara yake. Kwa niaba ya chama cha wafanyikazi cha Korea, serikali na watu wa Korea Kaskazini, Rais Kim Jong-un amekaribisha ziara ya Rais Xi kwa moyo mkunjufu. Rais Kim amesema hii ikiwa ni ziara ya kwanza kwa Rais Xi nje ya nchi kwa mwaka huu, imeonyesha kikamilifu mkazo mkubwa alioweka Rais Xi katika kuendeleza uhusiano kati ya vyama hivyo viwili na nchi hizo mbili, na kuwa uungaji mkono wenye dhamani kubwa zaidi kwa kazi ya kisoshalisti ya Korea Kaskazini. China inaendelea kuimarisha uwekezaji wake katika sekta mpya na za teknolojia ya hali ya juu, hatua inayochochea uwezo wa viwanda katika ubunifu na maendeleo ya kiteknolojia. Takwimu mwezi Mei zinaonyesha kuongezeka kwa shughuli za ujenzi wa miundombinu pamoja na ongezeko kubwa la uwekezaji katika teknolojia za kisasa kama akili mnemba na roboti zinazofanana na binadamu. Simi Wanjala anakamilisha taarifa hiyo. Faharasa ya uchimbaji ardhi nchini China, ambayo hutumika kama kiashiria muhimu cha uwekezaji katika miundombinu na mali za kudumu, ilionyesha utendaji mzuri katika mwezi Mei kwa aina 3 za vifaa ambavyo ni pamoja na mashine za saruji, vifaa vya kunyanyua mizigo na vifaa vya bandarini. Viwango vya matumizi ya mashine hizo viliongezeka kwa mwaka hadi mwaka na pia mwezi hadi mwezi, huku vifaa vya kunyanyua mizigo vikiongoza kwa kiwango cha matumizi cha 74%. Vifaa vya kunyanyua mizigo hutumika zaidi katika sekta za ujenzi, viwanda na usafirishaji. Wataalamu wanasema kuwa kutokana na kuongezeka kwa msaada wa serikali katika utekelezaji wa mikakati mikubwa ya kitaifa na kuimarisha uwezo wa usalama katika maeneo muhimu, miradi mikubwa ya nishati, huduma za manispaa na maeneo ya viwanda imeongezeka kwa kasi katika maeneo mbalimbali nchini humo. Wakati huo huo, uwekezaji katika nyanja za kisasa kama akili mnemba, yani artificial intelligence, na roboti zinazofanana na binadamu uliongezeka karibu mara 5 mwezi Mei ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Aidha, thamani ya zabuni zilizoshinda katika miradi ya miundombinu inayohusiana na uwezo wa kompyuta, data na mitandao iliongezeka karibu mara 2 kwa mwaka hadi mwaka. Ubunifu wa makampuni nao umeendelea kushika kasi. Idadi ya hati miliki zilizotolewa katika sekta za kimkakati zilizoibukia iliongezeka kwa 19% mwezi Mei ikilinganishwa na mwaka uliopita, huku kasi ya ukuaji ikiongezeka kwa pointi 2.2 za asilimia ikilinganishwa na mwezi uliopita. Rais na mkurugenzi mtendaji wa Baraza la Usafiri na Utalii la Dunia, Gloria Guevara, anasema China iko kwenye mkondo wa kuwa uchumi mkubwa zaidi wa sekta ya usafiri na utalii duniani. Kauli hii inaakisi kuongezeka kwa mvuto wa China kama moja ya nchi zinazovutia watalii wengi duniani. Tom Wanjala na maelezo zaidi. Takwimu za hivi karibuni za Baraza la Usafiri na Utalii la Dunia WTTC
zinaonyesha kuwa sekta ya utalii nchini China inaendelea kukua kwa kasi, hasa kutokana na ongezeko kubwa la watalii kutoka mataifa mbalimbali wanaoingia nchini humo. Guevara alisema kwamba China inazidi wastani wa ukuaji wa dunia na inaongoza eneo la Asia Pasifiki katika maendeleo ya sekta ya utalii. Travel and tourism grew 4% in average, and China passed the 9.9%, which is more than double. The growth is significant, as I say. From our numbers, is the best performer in the world. Is growing at different capacity, and also the best performer region is Asia Pacific, and China is actually helping Asia Pacific to be the best performer in the world. Kiongozi huyo wa Baraza la Usafiri na Utalii la Dunia WTTC alipongeza sera mbalimbali za serikali ya China pamoja na mambo mengine yanayochochea ukuaji wa sekta ya utalii, akisema kwamba katika baadhi ya maeneo China imepiga hatua zaidi kuliko nchi nyingi duniani. I think some of these policies are aligned with international policies, but some of them are ahead of the game. Let me give you one example, the payment policies. I traveled here with my family last summer. It was so easy to register, as an example, in Alipay and be able to pay for everything everywhere. I haven't seen that in other markets. It's seamless also, the experience at the trains, at the airports. The policies that they have implemented and the use of technology, I think, is also helping China not only to catch up but to leapfrog. Guevara pia alisisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi katika kukuza utalii, akibainisha kuwa mchango wa pande zote mbili ndio msingi wa mafanikio ya sekta hiyo. The public-private partnership is fundamental for the growth of travel and tourism. While the private sector creates a lot of the jobs and provides the investments, that wouldn't be possible without the support from the governments. That's why we are forecasting that if China continues with the policies that they have implemented and with this growth that we are forecasting, in 2-3 years, China is going to be the biggest in the world. China imeongeza juhudi za kuendeleza utekelezaji wa miradi yake mbalimbali muhimu ya ulinzi wa ekolojia ya bahari tangu mwanzoni mwa mwaka huu, ikihakikisha uwiano kati ya uhifadhi wa mazingira ya bahari na maendeleo ya uchumi wa bahari. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Katika maji yanayozunguka kisiwa cha Weijo kilichoko katika mkoa wa Guangxi, Zhuang, kusini mwa China, makoloni ya matumbawe yaliyopandikizwa kupitia miradi ya urejeshaji wa ekolojia yamefanikiwa kwa mara ya kwanza mwaka huu kuzaliana kwa kiwango kikubwa kwa njia ya asili. Mafanikio hayo yanaonyesha kuwa mfumo kamili wa kujirekebisha wa ekolojia umeanzishwa katika eneo la bahari lililorejeshwa kwa njia ya bandia. Katika maeneo mbalimbali nchini, kasi ya ujenzi wa miradi mikubwa ya ekolojia, ikiwemo mpango wa kuboresha mazingira wa Blue Bay na juhudi za kurejesha miamba ya matumbawe, imeongezeka tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Wakati huo, miradi ya majaribio ya mpango wa visiwa vyenye maelewano na uzuri imeendelea kwa utulivu, huku kundi la kwanza la visiwa 33 vilivyojumuishwa katika mpango huo vikianza kuwa mifano ya mandhari ya kijani, fukwe safi, maji safi na viumbe hai wa baharini wenye wingi. Kuboreka kwa afya ya mifumo ya ekolojia ya maeneo ya pwani sasa kunachochea ukuaji wa sekta mpya za uchumi wa bahari. Kuanzia Januari hadi Aprili, uchumi wa bahari wa China ulipata maendeleo yanayoongozwa na ubunifu pamoja na maendeleo ya hali ya juu. Idadi ya abiria wa usafiri wa baharini na kiwango cha usafirishaji wa abiria kiliongezeka kwa 7.3 na 11% mtawalia ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Soko la watumiaji nchini China liliendelea kuimarika mwezi Mei, huku matumizi ya bidhaa na huduma yakiweka rekodi ongezeko la kasi ya ukuaji, kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni zilizotolewa Jumanne na kituo cha taarifa cha kitaifa kilicho chini ya usimamizi wa Tume ya Taifa ya Maendeleo na Mageuzi ya China NDRC, ikiwa ni chombo kikuu cha mipango ya maendeleo ya uchumi nchini humo. Jacob Mogoa anaripoti zaidi. Takwimu hizo zinaonyesha kuwa mwezi Mei, jumla ya malipo ya watumiaji yaliyofanyika katika maduka na biashara za ana kwa ana yaliongezeka kwa 2.4 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Kiwango hicho ni 0.7 zaidi ya ukuaji uliorekodiwa mwezi Aprili.
Kwa mujibu wa takwimu hizo, matumizi ya bidhaa yaliongezeka kwa asilimia 3.3 kwa mwaka, huku matumizi ya huduma yakiongezeka kwa asilimia 1.2. Hii ni ongezeko la asilimia 0.6 na asilimia 0.8 mtawalia ikilinganishwa na mwezi uliotangulia. Bidhaa za kielektroniki, huduma za migahawa na huduma za usafiri zilikuwa miongoni mwa sekta zilizorekodi ukuaji mkubwa zaidi wa matumizi katika mwezi Mei. Wakati huo huo, fahirisi inayopima uhai wa shughuli za wafanyabiashara iliimarika kwa mwezi wa 3 mfululizo, jambo linaloonyesha kuendelea kuimarika kwa shughuli za biashara nchini China. Ikichochewa na mfululizo wa sera za motisha kama vile ruzuku za kubadilisha bidhaa za zamani kwa mpya na hatua za kuhimiza matumizi ya huduma, pamoja na ongezeko la matumizi ya watumiaji wakati wa likizo ya sikukuu ya Mei Mosi, kasi ya upanuzi wa mahitaji ya ndani imeendelea kuimarika kwa udhabiti. Matumizi ya bidhaa na huduma yameendelea kuimarika sambamba, jambo ambalo limechangia kuboreka kwa udhabiti wa soko la watumiaji nchini China. Bandari ya Qingdao, moja ya bandari kubwa zaidi za China kwa usafirishaji wa bidhaa za kimataifa, inaendelea kuimarisha nafasi yake katika biashara ya dunia kupitia matumizi ya teknolojia za kisasa na upanuzi wa mtandao wake wa usafirishaji wa mizigo. Zakia Pong anatueleza zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Bandari ya Qingdao, bandari kubwa ya kusafirisha bidhaa nje ya nchi iliyoko mkoa wa Shandong, mashariki mwa China, inaingia katika mwaka 2026 kwa kasi tulivu ya ukuaji, inayochochewa na mitambo inayojiendesha, ukaguzi wa kidijitali wa forodha na mtandao unaopanuka wa meli za kusafirisha mizigo duniani. Bandari hiyo imeshughulikia zaidi ya tani milioni 700 za mizigo mwaka jana na kuendesha zaidi ya njia 230 za usafiri wa meli zinazounganisha zaidi ya bandari 700 katika zaidi ya nchi 180, kwa mujibu wa maofisa wa bandari. Sehemu inayojiendesha ya kushughulikia kontena, ambayo inategemea magari yanayojiendesha na usimamizi wa kidijitali, imeweka rekodi ya dunia kwa ufanisi wa kujiendesha wa kushughulikia makontena mara 13. Bandari hiyo imesema ubora wa juu umetimizwa kupitia mitambo inayojiendesha na maingiliano ya mfumo kuliko ongezeko la utendaji kazi. Kutoka chumba kikuu cha usimamizi, waendeshaji wanafuatilia ratiba na meli, mwenendo wa kontena na operesheni za vifaa kwa wakati halisi, huku kazi zikiratibiwa kupitia maingiliano ya mifumo ya kidijitali. Utaratibu wa forodha pia umeboreshwa kwa kuunganisha ukaguzi moja kwa moja katika operesheni za kituo cha mwisho, hivyo kupunguza gharama za ukaguzi na usambazaji. Bandari ya Qingdao imesema njia mpya za usafirishaji zimeanza kufanya kazi katika mwezi wa kwanza wa mwaka 2026 na kuimarisha mtandao wake wa dunia na kuunga mkono mtiririko wa biashara kutoka maeneo ya ndani ya kiviwanda ya nchini China. Bandari hiyo pia inaongeza matumizi ya akili bandia katika huduma zinazohusiana na wateja kupitia jukwaa lake la ArcTaurs, biashara kama huduma, kwa lengo la kuboresha upatikanaji wa taarifa kwa kampuni za usafiri wa baharini, mawalaka na wamiliki wa mizigo.
Mfumo huo pia unaweza kutoa makadirio ya gharama na machaguo ya njia kwa meli za mizigo, hivyo kuwasaidia watumiaji kulinganisha machaguo ya usafirishaji kwa ufanisi zaidi. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Naam, mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. 第11课，你吃什么？ Sikiliza rekodi na usome. 面条，面条，米饭，米饭，牛奶，牛奶，水，水，苹果，苹果。 Sasa tutajifunza maneno mapya. Tafadhali soma baada ya sauti zilizorekodiwa. 吃吃喝喝爱爱蛋糕蛋糕 Kinachofuata tuangalie matumizi ya maneno haya. 吃吃 你吃什么？ 我吃米饭。老师吃什么？ 我吃面条。 喝喝 你喝什么？ 我喝牛奶。老师喝什么？ 我喝水。 爱爱 米饭、面条。你爱吃什么？ 我爱吃米饭。老师爱吃什么？ 我爱吃面条。 蛋糕蛋糕。 我爱吃蛋糕。你爱吃蛋糕吗？ 我爱吃蛋糕。我爸爸不爱吃蛋糕。 Gurudumu la chakula. Kuna aina nyingi za chakula kwenye gurudumu linalozunguka. Njoo ujaribu. Utaona marafiki zetu watakula na kunywa nini. 他吃什么？ 他吃米饭。 他们吃什么？ 他们吃面条。 他吃什么？ 他吃苹果。 他喝什么？ 他喝牛奶。 他喝什么？ 他喝水。 Kula karoti. Sungura mdogo ana njaa sana. Anataka kula karoti ambazo ziko chini ya ardhi. Unapochagua pinyin inayofanana na herufi za Kichina, sungura atapata karoti. Tafadhali soma pinyin. 吃 哪个字是吃？ 第一个
吃 Tafadhali soma pinyin. 爱 哪个字是爱？第一个爱 Tafadhali soma pinyin. 高，哪个字是高？第二个高， Tafadhali soma pinyin. 平 哪个字是平？第一个平 Tafadhali soma pinyin. 牛 哪个字是牛？第一个牛 Tafadhali soma pinyin. 米 哪个字是米？第一个米 Kazi ya nyumbani ya leo ni kusoma maneno mapya. Kesho tutaendelea kucheza michezo ya maneno. 再见 Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo kikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Lakini kabla sijaondoka, chukua hii: lililoko moyoni husalitiwa ulimini. Mimi ni Khamis Darwish. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.